Sasa jambo hili maanake ni jambo ambalo tunaichukua katika uzito wa hali ya juu. Na tunachukua katika uzito wa hali ya juu kwa sababu nyingi. Kwanza kabisa, kundi la Houthi limeamua kutengeneza mlinganyo mpya, yani ile hesabu mpya, kwamba nchi ya Saudi Arabia ikifunga anga na yenyewe inafunga anga ya Saudi Arabia. Nchi ya Saudi Arabia ikifunga bandari na yenyewe inafunga bandari. Lakini nchi ya Saudi Arabia isipoheshimu mamlaka ya nchi ya Yemen, hasa upande ambao unakontroliwa na kundi la Houthi, malipo yake itakuwa ni kushambuliwa katika sehemu muhimu za nchi ya Saudi Arabia. Hiki ndio kitu ambacho kinaonyeshwa na kundi la Houthi. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, kundi la Houthi ni kama linapima ile uimara wa sehemu ya makubaliano baina ya nchi ya Saudi Arabia, nchi ya Uturuki na nchi ya Pakistan. Ikikumbuka kwamba siku ya Ijumaa kundi la Houthi ambayo actually tunasema kama ilikuwa ni tarehe 7, nchi ya Saudi Arabia na nchi ya Pakistan na nchi ya Uturuki zilisaini document ya ushirikiano, na kwamba mmoja anapokuwa anashambuliwa basi wengine vile vile wanakuwa ni kama wameshambuliwa. Kwa hivyo zimepita tu siku mbili, kundi la Houthi limefanya mashambulizi katika nchi ya Saudi Arabia. Ina maana lengo lake ni kama kupima kwamba huo muungano wa Saudi Arabia na Pakistani na Uturuki ni muungano kwenye makaratasi au ni muungano ambao upo katika upande wa utendaji. Hili ni jambo ambalo ni kama Houthi wamekuwa wakijaribu kulionyesha kwa hivi sasa, na ndio maana wamekuwa wakifanya mashambulizi katika senta muhimu ndani ya nchi ya Saudi Arabia. Lakini ukiachilia mbali yuko kwa kama wanajaribu kutaka kupima ile ushirikiano una nguvu kwa kiwango gani wa nchi ya Saudi Arabia na nchi ya Pakistan pamoja na nchi ya Uturuki, kingine ambacho tunakiona kwamba kimekuwa kikiendelea ni kwamba nchi ya Saudi Arabia inaonekana kweli inafanya harakati nyingi za kuhakikisha kwamba wanakuja kulitia adabu kundi la Houthi. Lakini kile tunachokiona ni kwamba mazingira ambayo kundi la Houthi lipo ni mazingira magumu kuweza kusupport hii operation mpaka ikafanikiwa. Kwanza kabisa, eneo ambalo linakaliwa na kundi la Houthi ni eneo ambalo linakusanya watu wengi. 70% mpaka 80% ya Wayemeni wote wanakaa ule upande ambao Houthi wanapatikana, kwa sababu ndio sehemu ambayo actually ilikuwa kuna mji mkuu ule wa Sanaa ambao ulikuwa unazingatiwa kama ndio mji mkuu wa Yemen, lakini baadaye ukaja ukakaliwa na kundi la Houthi. Ndio maana sasa hivi kuna miji mingine kama ya Shauba au upande wa Hadramaut imekuwa ikitumika zaidi na ile serikali inayosapotiwa na kimataifa. Kwa hivyo manake kiasili yale maeneo, kwa sababu ya kupatikana miji kama Sanaa, lakini vile vile kupatikana kwa hali ya hewa nzuri, ndio maana shughuli nyingi za kilimo